Mnamo tarehe 24 mwezi wa pili mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 5 za asubuhi huko katika kijiji cha Nyampande, kata ya Nyampande, wilaya ya Sengerema, mwanafunzi wa kidato cha 3 shule ya sekondari Nyampande ambaye umri wake ni miaka 16, ambaye jina lake tunalihifadhi kwa mujibu wa sheria. Huyu alibakwa na mwalimu wake, ambaye mwalimu huyo anaitwa Edwin Matthew Temba. Ana miaka 37, ni mwalimu wa shule ya msingi Nyampande, mkazi wa Nyampande, wilaya Sengerema. Na tukio hilo la kikatili la ubakaji lilifanyika wakati binti huyu ameitwa hapo kwenye nyumba ya mwalimu kwa ajili ya kuangalia mchezo wa mpira wa miguu. Ndipo mwalimu huyo alipata fursa ya kuweza kumfanyia kitendo hicho cha kikatili kwa kumwingilia kimwili bila kuwa na ridhaa yake ya huyo binti. Inadaiwa kuwa mwanafunzi huyo alikuwa na desturi ya kwenda kutizama televisheni nyumbani kwa mwalimu Edwin Matthew Temba, ambapo tarehe 24 mwezi wa pili majira ya saa 5 mwanafunzi huyo alikwenda kwa mwalimu Edwin Matthew Temba kutizama mpira wa miguu. Ndipo huyo mtuhumiwa alipata nafasi ya kumbaka kwa kumfanyia kitendo cha kikatili. Mtuhumiwa huyo amekamatwa na uchunguzi juu ya tuhuma hizo zinazomkabili unaendelea kufanywa na jeshi la polisi, ambapo uchunguzi ukikamilika, jalada hilo litatumwa kwa mkuu wa mashtaka wa mkoa ili naye aweze kusoma na kutupatia maelekezo. Na mtuhumiwa huyo ameshikiliwa na jeshi la polisi. Ndugu waandishi wa habari, tukio lingine ni kwamba tunawashikilia watu wawili, ambao kati ya watu wawili kuna mwalimu wa shule ya msingi ambaye anaitwa Daudi Ochieng. Huyu ana miaka 37, na mwingine anaitwa Adon Sospita, ana umri wa miaka 53. Wote ni walimu, ni wakazi wa Ibisabageni, wilaya ya Sengerema, mkoa wa Mwanza. Hawa pia wanashikiliwa kwa tuhuma za kumbaka mtoto wa miaka 10 na mwanafunzi wa shule ya msingi Bukala. Na kitendo hicho cha ubakaji kilifanyika kwa nyakati tofauti. Ni kwamba mwezi wa 10 mwaka jana hadi mwezi wa pili mwaka huu, mmiliki wa nyumba anamoishi muhanga wa tukio Adon, ambaye anaitwa Adon Sospita, kwa nyakati tofauti alimfanyia kitendo cha kikatili kwa kumbaka mtoto huyo, ambapo alimuita ndani ya chumba chake ili waweze kuangalia tamthilia kwa pamoja. Mtu huyo aliendelea kumfanyia kitendo hicho mara kwa mara hadi ilipobainika, ambapo ilikuwa ni Februari 2025 mwaka huu. Lakini pia mwalimu wa shule ya msingi aitwaye Daudi Ochieng, anakosoma mtoto huyo, naye alimfanyia kitendo hicho cha kikatili mtoto huyo kwa kumbaka, ambapo mwezi Februari mwaka 2025 alimuita mwanafunzi huyo nyumbani kwake ili aweze kumfundisha masomo ya ziada, lakini ikawa kinyume chake. Baada ya kuwa ameingiwa tamaa ya kimwili, aliamua kumwingilia binti huyo. Mnamo tarehe 26 mwezi wa pili mwaka huu majira ya saa 5, mama mzazi aligundua afya ya mtoto wake kuwa inadhoofika, ndipo aliamua kumpeleka hospitalini kwa uchunguzi zaidi. Baada ya uchunguzi kwa mtoto huyo, ilibainika kuwa ana michubuko sehemu za siri, ndipo mzazi wake aliamua kutoa taarifa kituo cha polisi, ambapo uchunguzi ulianza mara moja kwa kuwatafuta watuhumiwa wa tukio hilo na kuwatia mbaroni. ambapo siku hiyo ya tarehe 26 mwezi wa pili jeshi la polisi
Tulifanikiwa kuwakamata watuhumiwa wa matukio hayo na kwa sasa wameshikiliwa na jeshi la polisi huku wakiendelea kuhojiwa. Pia katika tukio hili la kikatili, watuhumiwa hao wameshikiliwa na uchunguzi utakapokuwa umekamilika, tutapeleka jalada kwa mkuu wa mashtaka wa mkoa kwa ajili ya kutupa maelekezo ya kisheria. Jeshi la polisi bado tunawakumbusha wananchi ambao wana dhamana ya kulinda watoto hawa, hususan walimu na watu wengine wasioishiwa tamaa za kimwili za kutamani watoto wa shule, watambue kwamba sheria bado inakataza, iko pale pale. Wale wanaojihusisha na vitendo vya kutembea na watoto wa shule watambue kabisa kwamba sheria inakataza. Lakini kwa ujumla matukio ya ubakaji, sheria iko pale pale. Wakijihusisha na ubakaji, jeshi la polisi halitasita kuwachukulia hatua kwa kuwafikisha katika vyombo vya kisheria. Hayo ndio matukio ambayo tunaendelea kuyachunguza, na kwa ujumla hali ya mkoa, hali ya usalama kwa mkoa wa Mwanza imeendelea kuwa shwari, na sisi jeshi la polisi tunawashukuru wananchi ambao ndio msingi wa ushwari huo kwa kuendelea kuelewa maelekezo mbalimbali tunayotoa kupitia ushirikishaji wa jamii, kazi ambayo inaendelea kwa kiasi kikubwa katika kata, katika vitongoji, katika mitaa, ili kuweka mkoa wa Mwanza kuwa salama.